BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Olua na kuletea taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Vikosi vya wazalendo vya Sud Kivu vimedai kudhibiti maeneo mbalimbali ya Minembwe. Vikosi vya wazalendo wa Sud Kivu vimetangaza kufika Rumangabo kwa kile wanachokiita operation ya kulikomboa eneo hilo. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Kutokea katika eneo la Minembwe, mkoa wa Sud Kivu, taarifa mpya zilizopatikana hii leo zinadhibitisha kwamba vikosi vinavyojiita wazalendo wa Sud Kivu vimedai kuwepo kwao katika maeneo yote muhimu ya eneo hilo la milimani. Kupitia ujumbe ulioenezwa kwenye mitandao ya kijamii, hususan kupitia ukurasa wao rasmi wa Facebook, wazalendo wa Sud Kivu, vikosi hivyo vimeeleza kuwa viko katika kila upande wa Minembwe, wakisisitiza kwamba lengo lao ni kuhakikisha usalama na uhuru wa wananchi wa Kongo. Taarifa hiyo iliyokuwa ikisambazwa na waasi wao imetaja kwamba dunia nzima inashukuru juhudi za wazalendo kwa kile wanachokiita uhamasa wa kizalendo unaolenga kulinda taifa na kurejesha amani katika maeneo yaliyokuwa na migogoro. Katika ujumbe huo, msemaji wa wazalendo alibainisha kuwa wanahakikisha mipaka na maeneo ya Minembwe yapo salama na kwamba vikosi vyao vipo tayari kujibu changamoto zote zinazoweza kujitokeza. Ameeleza pia kuwa mawasiliano yao na wananchi yataendelea kupitia matangazo ya moja kwa moja live kwenye Facebook kwa nia ya kutoa majibu, ufafanuzi na kueleza hatua zinazochukuliwa kwa wakati halisi. Kwa mujibu wa uchunguzi wa wanahabari wetu, eneo la Minembwe limekuwa moja ya maeneo yenye mchanganyiko wa kijamii, kidini na kikabila, ambapo mara kwa mara kumeibuka migogoro kati ya makundi mbalimbali kutokana na masuala ya kiusalama, mipaka ya ardhi na ushawishi wa vikundi vya kivita vinavyodai kulinda maslahi ya jamii zao. Wazalendo hao wameeleza kuwa wanaendesha shughuli zao kwa umakini na wito wa uzalendo, wakidai hawalengi kuleta vurugu bali kujenga amani ya kudumu kwa raia wa Kongo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wameonya kuwa mikusanyiko isiyo rasmi ya kijeshi inaweza kuongeza mvutano na hofu kwa raia, hasa katika maeneo ambayo bado hayajakuwa tulivu kikamilifu. Kwa upande mwingine, raia katika Minembwe wamesema kuwa wanafuatilia kwa makini matukio haya, huku wakitarajia kuona hatua za wazi kutoka kwa mamlaka za serikali katika kudhibiti mienendo ya makundi yote yenye silaha. Mamlaka za eneo la Sud Kivu bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu kauli ya hivi karibuni ya wazalendo hao, lakini vyanzo vya usalama vinasema vikosi vya FARDC vinaendelea kufuatilia hali hiyo kwa ukaribu ili kuhakikisha hakuna tishio lolote kwa usalama wa raia. Matangazo ya moja kwa moja yanayoendeshwa na wazalendo Sud Kivu yameendelea kuvutia idadi kubwa ya watazamaji mtandaoni, hasa kutoka maeneo ya Bukavu, Uvira, Shabunda na Fizi, ambapo wananchi wanataka kujua ukweli kuhusu hali ya Minembwe na mustakabali wa usalama katika milima ya Kivu ya Kusini. Uchambuzi wa kiusalama na kijamii. Athari za uwepo wa wazalendo katika Minembwe. Uwepo wa makundi ya wazalendo katika eneo la Minembwe unaibua maswali mazito kuhusu mustakabali wa usalama na udhibiti wa kijamii katika mkoa wa Sud Kivu, eneo ambalo limekuwa kitovu cha migogoro ya silaha kwa zaidi ya miongo miwili. Kihistoria, Minembwe ni eneo lenye mchanganyiko wa makabila kadhaa, ikiwemo Banyamulenge, Babembe, Bafuliru, Banyindu, Barega na Bashi, ambao mara kadhaa wamejikuta wakitofautiana juu ya masuala ya ardhi, mamlaka ya kiutawala na uhusiano na vikundi vya kijeshi. Hivyo basi, kuibuka kwa kundi lolote jipya linalojihusisha na masuala ya usalama, hata likiwa na nia njema, kunaweza kuongezeka mvutano na hofu miongoni mwa wananchi. Kwanza, kwa upande wa usalama wa kitaifa, wachambuzi wanasema kuwa uanzishwaji wa makundi ya ulinzi yasiyo rasmi unaweza kuvuruga mipango ya serikali na ya jeshi la taifa FARDC katika kurejesha utulivu. Hali kama hiyo huleta hatari
ya kuzuka kwa makundi yenye ajenda tofauti, na mara nyingine hutumiwa vibaya na wahalifu au wapiganaji wa kigeni wanaopenya kupitia mipaka ya mashariki mwa DRC. Aidha, uamilifu wa mitandao ya kijamii kama chombo cha kutoa taarifa za haraka za kijeshi unaweza kusababisha kuvuja kwa taarifa za kiusalama, jambo linaloweza kutaharisha maisha ya raia na askari wa serikali. Matangazo ya moja kwa moja live ya wazalendo yanaweza kuchukuliwa na baadhi kama alama ya uwazi, lakini kwa wataalamu wa usalama yanaweza pia kuwa hatari ya kiintelijensia endapo wapinzani au magaidi watazitumia taarifa hizo kwa manufaa yao. Kwa upande wa athari za kijamii, baadhi ya wakazi wa Minembwe wanaona kuwa harakati za wazalendo zinatoa mwamko wa uzalendo na mshikamano wa kitaifa, hasa miongoni mwa vijana wanaotamani kuona mabadiliko chanya nchini. Hata hivyo, wachambuzi wa kijamii wanaonya kuwa mwenendo wa vikundi vya kiraia vinavyovaa sura ya kijeshi unaweza kugawanya jamii katika msimamo ya kisiasa au kikabila, jambo ambalo linatishia muundo wa pamoja wa amani. Kuna pia wasiwasi kuhusu uhuru wa raia wa kawaida, kwani kuongezeka kwa vikundi vyenye silaha katika eneo moja mara nyingi huleta hofu, vizuizi vya uhuru wa kusafiri na hata matukio ya kulipiza visasi. Wataalamu wa haki za kibinadamu wanasema kuwa serikali inapaswa kuweka mfumo wa kisheria na wa kijamii unaotambua jukumu la raia katika ulinzi wa taifa bila kuruhusu matumizi holela ya silaha. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, baadhi ya viongozi wa kijamii wameanza mashauriano ya upatanisho kati ya vijana wanaounga mkono wazalendo na wale wanaopendelea njia za kidiplomasia, wakisisitiza kuwa amani ya kudumu inaweza kupatikana tu ikiwa pande zote zitaheshimu mamlaka ya serikali na sheria za kitaifa. Kwa ujumla, hali ya Minembwe kwa sasa ni tulivu lakini yenye tahadhari kubwa. Uwepo wa wazalendo unaweza kuwa fursa au tishio, kutegemea jinsi serikali na jamii zitakavyosimamia mienendo yao. Ikiwa watadhibitisha sheria na kupewa nafasi ya kushirikiana na vyombo vya dola, wanaweza kuchangia kurejesha utulivu, lakini kama wataendelea kujitegemea kijeshi, hatari ya machafuko mapya inaweza kujitokeza. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, jeshi la FARDC na raia ili kuepusha kurudiwa kwa makosa ya zamani. Kwa sasa macho yote yameelekezwa Minembwe, eneo dogo lenye historia kubwa ya mapambano, lakini pia lenye matumaini makubwa ya kuwa mfano wa amani, mshikamano na uzalendo wa kweli wa Kongo. Kwa sasa hali inatajwa kuwa tulivu kwa tahadhari, huku wakazi wakihimizwa kutokushiriki katika taarifa zisizo rasmi na kusubiri taarifa za uhakika kutoka kwa vyombo vya dola na vyanzo rasmi vya habari. Taarifa hii kutoka Sud Kivu inaonyesha hali tete lakini yenye matumaini ya kurejea kwa amani. Wazalendo wanasema wako kazini, raia wanataka utulivu na serikali inafuatilia kwa karibu. Swali linalobaki, je, ni kama jitihada hizi zitaongeza utulivu au zitaleta changamoto mpya katika eneo ambalo tayari limeelemewa na historia ya migogoro ya silaha? Taarifa zingine kutoka Bukavu, Rumangabo. Katika taarifa mpya zilizotolewa leo kupitia mitandao ya kijamii, hasa kwenye ukurasa wa Facebook, wazalendo wa Sud Kivu, kikundi kinachojiita wazalendo wa Sud Kivu, kimetangaza kuwa kimefikia eneo la Rumangabo kwa lengo maneno yao kulikomboa eneo hilo kutoka mikononi mwa waasi. Wazalendo hao wamedai kuwa baadhi ya vijana kutoka mji wa Bukavu wamekuwa wakijihusisha au kushirikiana na makundi ya waasi wanaoendesha shughuli zao katika maeneo ya milima ya Kivu Kaskazini. Katika ujumbe wao wameonya kwa maneno makali kwamba kila kijana atakayepatikana akishirikiana na waasi atachukuliwa hatua kali, wakisisitiza kwamba wakati ni mgumu na hali ni hatari. Kwa mujibu wa msemaji wa kikundi hicho, walazimika kuelekea Rumangabo baada ya kupata taarifa za mafunzo ya kijeshi yanayoendeshwa kwa vijana wa Bukavu wanaodaiwa kuwa chini ya ushawishi wa waasi. Wazalendo wanasema hatua hiyo ni sehemu ya operesheni ya kulinda ardhi ya taifa na kurejesha amani katika maeneo yanayokabiliwa na machafuko. Taarifa hiyo imewasihi pia wananchi wa Bukavu na Goma kuwa watulivu, lakini wawe macho, kwani kwa mujibu wa ujumbe huo, kila kitu kimepangwa kwa ajili ya usalama wao.
Kupitia matangazo ya moja kwa moja kwenye Facebook, viongozi wa wazalendo wamejitokeza kujibu maswali ya wananchi na kutoa ufafanuzi kuhusu operesheni wanazodai kuzitekeleza, wakisisitiza kuwa lengo lao ni kulinda Kongo, si kuleta vurugu. Uhalisia na majibu ya wananchi. Wananchi kadhaa wa Bukavu wamepokea taarifa hizi kwa hisia mseto. Wengine wameeleza kuunga mkono juhudi za wazalendo kwa sababu ya kuchoshwa na hali ya ukosefu wa usalama unaoendelea katika baadhi ya maeneo ya Kivu ya Kusini. Hata hivyo, wengine wameonya dhidi ya matumizi ya silaha nje ya utaratibu wa serikali, wakihofia kwamba hatua kama hizi zinaweza kuongeza migogoro na kuathiri maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Mashuhuda kutoka maeneo ya karibu na Rumangabo wameripoti kuona vikundi vya vijana wakiwa njiani kuelekea katika misitu ya milimani, huku majeshi ya serikali ya FARDC yakiendelea kufuatilia harakati hizo kwa karibu. Uchambuzi wa kiusalama na kijamii. Wachambuzi wa masuala ya usalama wameonya kwamba kuibuka kwa makundi ya kiraia yanayojihusisha na operesheni za kijeshi bila uangalizi wa kisheria kunaweza kuwa hatari kwa uthabiti wa taifa. Kuna hofu kwamba harakati kama hizi, hata kama zitaongozwa kwa nia njema, zinaweza kutumiwa vibaya na makundi ya uasi kwa maslahi yao binafsi na hivyo kuongeza machafuko badala ya kupunguza. Aidha, vijana wa Bukavu na Goma ambao sasa wanatajwa katika taarifa za uhusiano na makundi ya uasi wako katika mazingira magumu kati ya shinikizo la kujiunga na makundi haya na hofu ya kuchukuliwa hatua na vikundi vya wananchi wenye silaha. Banafunguliwa na Bukavu mupartage kubenya hapa kubenya abana bandugu mupartage kubebiko Bukavu mwende mko naonesha kubebiko Bukavu kubenye liko na watoto babo na babwana. Hali hii inaweza kuathiri muunganiko wa kijamii, kwani jamii zinazoishi pembezoni mwa maeneo ya uasi mara nyingi hupoteza imani kwa serikali na kukimbilia kwa wale wanaojitangaza kama walinzi wa wananchi. Kisiasa, wachambuzi wanaona mwelekeo huu wa wazalendo kuongezeka kwa ishara ya uhamasishaji wa kizalendo usio rasmi ambao unaweza kuwa mzuri ikiwa utasimamiwa, lakini unaweza pia kuvuruga utaratibu wa usalama wa kitaifa ikiwa hautathibitishwa kwa busara. Kwa upande wa kijamii, ujumbe unaosambazwa kupitia mitandao ya kijamii, hususan matangazo ya moja kwa moja, unaongeza mvutano kati ya wakazi wa Bukavu, kwani baadhi wanaamini katika harakati za kujilinda, huku wengine wakihofia kurudiwa kwa historia ya wenyewe kwa wenyewe katika milima ya Kivu ya Kusini. Kwa sasa hali katika maeneo ya Rumangabo, Bukavu na Goma inafuatiliwa kwa karibu na vyombo vya usalama vya taifa. Wataalamu wanasema serikali inapaswa kuweka mfumo rasmi wa mawasiliano na vikundi hivi vya kiraia ili kuepusha migongano na kuhakikisha kwamba juhudi zao kama ni za kweli zinaelekezwa katika ulinzi wa raia na si mapambano ya kisiasa au ya kijeshi. Hali ni tulivu kwa sasa, lakini yenye tahadhari kubwa. Wananchi wametakiwa kutokupokea taarifa kutoka mitandao ya kijamii bila udhibitisho na kusubiri maelezo rasmi kutoka kwa mamlaka ya serikali na vyombo vya habari vinavyoaminika kama BMP TV Online. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye kuaminika na zenye ukweli zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua nikikutakia jioni njema. BMP TV Professional Update.